Heri tukuabudu kwa uzuri wako. Wewe ni mzuri sana Yesu. Asante kwa wema na rehema zako. Umekuwa pamoja nasi usiku wote, umetufikisha kwenye mapambazuko haya. Jina lako lihimidiwe na kutukuzwa milele. Katika jina la Yesu, tuhudumie tena kwenye asubuhi hii ya leo, tuone na utukufu wako ukidhihirika. Kwa jina la Yesu aliye hai, na kila mwenye mwili aseme amen. Pigie Yesu makofi. Kama unayo amani sema amen. Kama unayo amani sema amen. Okay. Somo ambalo tunaendelea nalo kwenye asubuhi hii ya leo, ikiwa leo ni siku yetu nyingine ambayo Bwana ametupa, ni kujikana. Somo ambalo tunaendelea nalo ni kujikana. Amen. Kujikana mbele za Mungu. Na tumetoka mbali, tuko umuhimu wa kujikana. Umuhimu wa kujikana. Watu wa Mungu, tunapozungumza kujikana, ni kuamua kila siku kumweka Kristo mbele ya nafsi yako, kutii neno la Mungu na kuishi kwa kusudi la kumtukuza Mungu badala ya kujitafutia faida binafsi. Kujikana ni kuamua kila siku kumweka Kristo mbele ya nafsi yako, kutii neno la Mungu na kuishi kwa kusudi la kumtukuza Mungu badala ya kujitafutia faida binafsi. Unaishi kwa kusudi la kumtukuza Mungu badala ya kujitafutia faida binafsi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tunaendelea mbele, tumetoka mbali kidogo, tuko kwenye kipengele cha umuhimu wa kujikana. Kuna umuhimu gani unapojikana mbele za Mungu? Na ninamwomba Roho Mtakatifu leo tumalizie hiki kipengele ili tuanze angalau, kama ni kesho tunapohitimisha, tuzungumze juu ya kipengele cha mambo yatakao kusaidia ili uweze kujikana mbele za Mungu. Kwa sababu kujikana sio rahisi, unahitaji msaada. Amen, amen. Jana nilikwambia umuhimu wa kujikana mbele za Mungu inakuwezesha wewe kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, au kutii mapenzi ya Mungu. Kujikana mbele za Mungu. Lakini umuhimu wa pili, unapojikana mbele za Mungu, inakupa nafasi ya kuishi kwa ajili ya Kristo badala ya kujiishi mwenyewe. Wagalatia 2:20. Kuishi kwa ajili ya Kristo badala ya kujiishi mwenyewe. Kuishi kwa ajili ya Kristo badala ya kujiishi mwenyewe inakusaidia wewe kuishi kwa ajili ya Kristo badala ya kujiishi mwenyewe. Wagalatia ile sura ya 2 mstari wa 20. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Kitabu cha Wagalatia, maandiko yanasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Angalia, anaanza kwa kusema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa hiyo unapojikana mbele za Mungu, unapata neema au unapata nafasi ya kuishi kwa ajili ya Kristo. Sio wewe unaishi tena,
bali Kristo anaishi ndani yako. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa lugha nyingine, unakuwa umesulubiwa pamoja naye. Kwa hiyo unapojitoa kwa uaminifu kutii mapenzi ya Mungu, ukayaweka mapenzi yako chini, kwa lugha nyingine maana yake umesulubiwa pamoja na Kristo. Umemfanya Kristo aishi ndani yako. Kwa hiyo uhai unaokuwa nao, unakuwa nao ni uhai ulioupata katika imani ya kumwamini mwana wa Mungu, kwamba unaishi. Kwa lugha nyingine, mtu aliyejikana anaishi kwa imani. Haleluya, watu wa Mungu, anaishi kwa imani, haishi kwa kufuata hali au mazingira yanasemaje. Ndio maana nilikwambia kwenye kujikana, kuna wakati unaweza ukapitia mateso, lakini sio kwa ajili yako, kwa ajili ya Kristo. Uko tayari kutii kile Mungu anasema, haijalishi mazingira yanagoma, hali zinazokuzunguka zinakataa, lakini unakuwa tayari kutii kile Mungu anasema. Na unapokuwa na ule utayari wa ndani ya moyo wako, unakufungulia mlango wa wewe kuishi kwa ajili ya Kristo na sio kwa ajili yako tena. Amen, amen. Anaposema haujiishi mwenyewe, maana yake hauishi kwa ajili yako wala kwa ajili ya matakwa yako. Na kuna faida nyingi sana unapoanza kuishi kwa ajili ya Kristo. Ndio hile unasikia mtu anasema huyu anakaa na Mungu. Huhitaji kusema nimeokoka, wala huhitaji kujitetea. Kristo anaanza kujifunua na kuwa halisi kwenye maisha yako. Haleluya, watu wa Mungu. Wala huhitaji kusema ninaye Yesu, kwa sababu yule Yesu aliyeko ndani, anayeishi ndani yako, anaanza kujifunua, anaanza kuonekana. Watu wakikuona hawakuoni wewe, wanamuona Kristo aliyeko ndani yako. Watu wakikutazama hawakutazami wewe, wanamuona Kristo aliyeko ndani yako, kwa sababu ndiye anayeishi saa hiyo. Hauishi wewe tena. Unapojiishi wewe, zile tabia za wewe zinakuwa halisi. Kwa watu wakikuona wanakuona wewe, hawawezi kumuona Mungu. Ndio sababu nasikia wanasema fulani ni kweli ameokoka, lakini maisha yake kweli waliookoka wako hivi? Kweli waliompokea Yesu wako hivi? Wanaanza kuwa na dauti na maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu pamoja na kuokoka hujajikana bado. Hujajikana bado, hujayatoa maisha yako kikamilifu, hujajitoa kwa Mungu aliye hai, kuwa tayari kutii mapenzi yake na kutembea kwenye njia zake. Unapokuwa tayari kutii mapenzi yake na kutembea kwenye njia zake, wewe unayaua mapenzi yako, unaacha kuishi wewe. Anayeanza kuishi ndani yako ni Kristo. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo mawazo yako, kunena kwako, kwenenda kwako, mitazamo yako, matendo yako yanaathiriwa na Kristo anayeishi ndani yako. Unapotenda kazi sio wewe, kutenda kwako wewe kunatokana na Kristo ndani yako. Kama unanielewa sema amen. Na ndio maana ni muhimu sana kujikana, watu wa Mungu. Nyakati tulizo nazo, hata unaweza kuwa shahidi. Saa nyingine mpaka mkikaa hivi mnajiuliza, unaweza mkakaa hivi mkawa mnajiuliza, hivi wokovu tulionao ni wa namna gani? Mbona saa nyingine tunachukiana? Mbona saa nyingine tunaoneana wivu? Hatuwezi kuvumiliana, hatuwezi kubebeana madhaifu. Yaani ukimwona mwenzako ni dhaifu, basi unaona hafai kabisa, hafai. Huwezi kumwombea, huwezi kuongea naye kwa upendo, huwezi kumvumilia. Why? Kwa nini tunaishi hivyo? Manake ni kwa sababu hatujajikana. Tukijikana tutabeba nia ya Kristo. Nia ya Kristo hautajiangalia mwenyewe, bali utaangalia mambo ya wengine. Haleluya, watu wa Mungu. Utakuwa na upendo wa kuwapenda wengine. Hutawadharau watu, utawaheshimu. Utampenda kila mtu. Hautamheshimu mtu kwa sababu ya vile anavyoonekana. Utamheshimu mtu kwa sababu ameumbwa kama wewe. Amen, amen. Utawatazama watu kwa jicho la Mungu. Utawatazama watu kwa jicho la Kristo.
Ndio maana tunajifunza kujikana. Ameni watu wa Mungu. Ameni watu wa Mungu. Kwa sababu ukisoma neno la Mungu vizuri, ukisoma hasa kwenye kitabu cha Mathayo, utaona vitu vya ajabu sana. Maandiko yanazungumza wazi. Yesu alipokuwa anazungumza zile standard za ufalme wa Mungu, watu wanaotakiwa kuishi sawa sawa na ufalme wa Mungu. Kwa sababu ukisoma kwenye Mathayo, hasa ile kuanzia sura ya 5, ya 6 na ya 7, hizi sura 3 hizi mpaka kwenda kwenye sura ya 7 zinazungumza kingdom culture, yani utamaduni wa ufalme. Zinazungumza kingdom life, maisha ya ufalme wa Mungu. Zinazungumza pia kingdom standard, yani viwango vya ufalme wa Mungu. Ndio maana ukisoma pale utaona ameanza kusema heli, heli, heli wenye moyo safi, heli. Lakini ukienda pale mbele anaanza kuzungumza, anaposema heli wenye moyo safi, heli, anazungumza kingdom life, maisha ya ufalme. Mtu anayetaka kuishi sawasawa na ufalme wa Mungu lazima ajue. Ukija sura ya 6 utaona kuna kipengele mpaka anasema kule mwishoni, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Lakini utaona huku nyuma alivyozungumza kwamba mtu yoyote aliyempokea Yesu asijisumbue kwa neno lolote, asianze kuhangaika. Anasema ni nani kwenu ambaye anaweza kujiongeza kimo mwenyewe? Alafu Yesu anasema kama huwezi jambo dogo kama hilo, kwa nini unawaza nitakula nini? Hakuwa na maana kwamba msifanye kazi, hakuwa na maana kwamba msipange mipango kwa ajili ya kesho, lakini alikuwa na maana kwamba usiwe na hofu kwamba nitaishije kesho, wakati unapoona mambo yamekuwa magumu. Mungu aliyekuleta anawaza vema kuliko unavyodhani wewe. Jina la Yesu libarikiwe. Na akatoa mfano akasema, angalia wale ndege, hawalimi, hawafanyi, lakini Mungu watunza. Angalia ua la kondeni ambalo linamea, kesho litanyauka, lakini Mungu hulipamba, analipamba vizuri kuliko hata fahali za Sulemani. Sasa unajiuliza kwa nini alikuwa anasema yale? Kutuondolea hofu ya maisha. Yani mazingira yasikuwekee standardi uanze kuwa na hofu. Umepanga mipango, umetarajia jambo halijawa kama vile, hutaki kuogopa. Wewe unamwamini Mungu aliye hai, aliyekutunza jana hawezi kukuacha kesho. Haleluya, haleluya. Kwa utaona kule anazungumza standard, lakini utaona anazungumza kule mbele, anaanza kueleza vitu vingi, anaanza kueleza namna ya kuishi. Anasema heri ninyi watakapowanenea neno baya kwa uongo, furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Mahali pengine anasema imenenwa kwamba mpende jirani yako, lakini anasema mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Anasema waombeeni. Kama mkiwapenda tu wanaowapenda, mwafanya jambo gani la ziada? Kwa sababu hata wa mataifa hufanya hivyo. Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, mtakuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni. Anataja sifa na tabia za mtoto wa Mungu. Hapendi tu wanaompenda, anawapenda hata wasiompenda. Kuwapenda wasiompenda sio rahisi. Lazima uwe umejikana, lazima uwe umemruhusu Kristo aishi ndani yako, kwa sababu Kristo akiishi ndani yako atamimina pendo lake ndani yako, na itakuwa rahisi kuwapenda wasiopendeka. Itakuwa rahisi kuishi na kila mtu. Itakuwa rahisi kuwapenda hata ambao wanakuchukia. Huwezi kuwachukia, badala yake utawapenda, utawaombea mema, utawatendea mema badala ya mabaya. Hautalipa kisasi, kwa sababu kisasi ni juu ya Bwana, sio juu yako wewe. Haleluya, watu wa Mungu. Na saa nyingine utawahurumia sana. Kwa nini? Kwa sababu sio wewe unaishi saa hiyo, ni Kristo anaishi ndani yako. Nitajuaje sasa mwalimu kwamba Kristo anaishi ndani yako? Angalia tabia, angalia mtazamo wa Kristo juu ya watu, na wewe unao. Angalia watu Yesu anawatazama hata wenye dhambi. Wewe unawatazameje? Ukikutana na mwenye dhambi unamwonaje? Hafai, hataki hata kuonekana kwenye jamii. Lakini Yesu ndio wateja wake hao. Anasema njooni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maana yake kama vile ambavyo Yesu anawahurumia wenye dhambi, moyo wako ulitakiwa ubebe rehema, ulitakiwa ubebe huruma. Kama unaweza kuwahurumia wenye dhambi, ingekuwa rahisi sana kuwahurumia pia ndugu zako unaosali nao. Hata kama saa nyingine adui anaweza akawatumia wakakuchukia, wewe hutaki kuwachukia. Kristo angekuwa anatuchukia, nani angeishi leo?
nani angekuwepo leo? Nani angesimama leo? Lakini Yesu amekuwa mvumilivu, mwenye upendo usio na kikomo. Pendo lake halilinganishwi. Ndio maana unapojikana, pendo la Mungu linamiminwa ndani yako. Na mimi ninajiombea na ninakuombea, Kristo aishi ndani yako. Jikane mbele za Mungu ili usiishi wewe, bali Kristo ndani yako. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Hautaogopa kitu. Kwanza maisha yako yatakuwa na amani. Umewahi kujiuliza, kwa mfano mtu akikukosea alafu na wewe ukaweka hasira moyoni, unaishije? Unateseka wewe na yule aliyekukosea naye anateseka. Kwa wote mnateseka. Ukikutana naye hata kama ulikuwa umefurahi, unakumbuka aliyokutendea. Unasema pumbavu kabisa, ni watu wengine bwana watakuja kuniua. Yaani unakuwa na hasira. Kwa nini uteseke? Ishi kwa ajili ya Kristo Bwana, utakuwa na furaha. Jina la Yesu libarikiwe. Unajua watu waliojikana wanafurahi hata mahali ambapo kutegemea wafurahi, kwa kuwa wanaishi kwa ajili ya Kristo. Ni Kristo anaishi ndani yao. Na unajua Kristo akiishi ndani yako, unajua kinachotokea kingine. Kuna dhambi wewe ulikuwa na struggle kuzishinda, ulikuwa unapambana, mbona nashindwa? Kuna vitu ukipambana mwenyewe hutaweza. Niamini ninachokwambia, hutaweza. Hata ukijipanga ukasema nimeamua kuwa mtakatifu. Sikiliza, sisi tunafanywa kuwa wenye haki kwa njia ya kumwamini Yesu. Unapojiachilia kwake, unapojikana na kuwa tayari kwamba Mungu, nimejitoa kwako kuyatii mapenzi yako, Yesu anapoanza kuishi ndani yako, anaachilia nguvu ya utakaso. Haleluya, haleluya. Kwa sababu kinywa chako hakitatumika kwa uongo tena. Badala ya kuongea uongo, unakaa kwenye maombi. Badala ya kuongea uongo, unashuhudia neno la Mungu. Kwa kinywa chako kinakamatwa, kinaongozwa na Kristo. Unapoanza kuishi kwa ajili ya Kristo, viungo vyako vyote ambavyo vilikuwa vinatumika kama silaha za dhambi vitatumika kama silaha za haki. Haleluya. Yaani appetite ya kusikia umbea kwenye masikio yako inakufa. Mtu akiongea umbea, moyoni unajisikia vibaya, kwa hiyo unanyamaza. Yaani unajikuta hayo mazingira unaondoka mwenyewe. Wakati Kristo asipoishi ndani yako, yaani umbea ndio unavutika nao. Niambie, kikatokea nini? Ikaweje? Yaani unatamani, yaani siku ikipita hujasikia mabaya ya watu, moyo hausikii vizuri, unagundua hujajikana bado. Mwalimu Kosi, sijaokoka. Umeokoka, shida ni kwenye kujikana. Na usipojikana, kuna maisha yaliyobebwa ndani ya wokovu huwezi kuyaona. Wangapi wamenielewa? Kama umenielewa sema amen. Unapojikana, faida nyingine au umuhimu mwingine, ingawa nimeongelea wakati nazungumza juu ya kuishi ndani ya Kristo, umuhimu mwingine, inakuwa rahisi kuacha kutawaliwa. Inakuwa ni rahisi kuacha kutawaliwa na tamaa za mwili. Sasa moja ya kitu kinatesa kanisa ni tamaa za mwili, matendo ya mwili. Inakuwa ni rahisi kuacha kutawaliwa na tamaa za nini? Za mwili. Unapojikana, unapojifunza kujikana, ni rahisi kuacha kutawaliwa na tamaa za mwili. Tamaa za mwili. Nikizungumza tamaa za mwili, sio tamaa tu peke yake za zinaa au uzinzi au nini. Tamaa kwenye maeneo mengi. Hujai kuona mtu anaweza akawa kwenye kundi, kwa mfano mko kwenye kwaya au mko kanisani, anajitazama yeye tu, anataka anufaike yeye tu, anataka afaidike yeye tu. Ukitaka ujipime, angalia, labda kunapotokea kitu ambacho mnatakiwa mfaidike kundi, wewe unajitanguliza mbele au unalizika kwamba hata kama wenzangu watapata, mimi nikikosa amwoke. Ukiona una moyo wa kuridhika wakati una opportunity ya kupata kitu, alafu una moyo wa kuridhika kwamba kwa kuwa ni kitu cha kundi, hata wengine wakipata, mimi nikikosa amwoke, na unajisikia vizuri kwamba fulani amepata, mimi nimekosa, lakini maadamu amepata na amekuwa na furaha, it is okay. Ukifikia hapo, maana yake umekuwa na uwezo wa kutotawaliwa na tamaa zako, kwa sababu mwili na nafsi huwa vinajiangalia vyenyewe kwanza na sio Mungu kwanza.
Na unajua ukitawaliwa na tamaa ni mtego mkubwa sana, hata kama ni mtumishi, ni mtego mkubwa sana wa kutokuwa mwaminifu kwa Mungu. Ukitawaliwa na tamaa ni mtego mkubwa kwa sana. Huduma unaofanya itakuwa mauzo. Yaani unaona hapa ninapofundisha, tatumia huduma hii kama mauzo, kama biashara, as a business. Unajua nikishaanza kutumia kipawa nilicho nacho kama biashara, kinachotokea ni nini? Siwezi kuwasaidia watu ambao hawana kitu. Kwa hiyo nitakuwa navutwa na watu ambao wana vitu, wasomi, waliobarikiwa, walio na fedha. Hao ndio nakuwa na mzigo wa kuwahudumia. Lakini mtu ambaye hana kitu, namwona hawezi kuhudumiwa na kile Mungu alichonipa. Ndio mtego. Tamaa zikisha kutawala, tamaa ya kufanikiwa, tamaa ya mali. Ninaposema tamaa ya kufanikiwa, sio shauku peke yake ya kuhitaji kufanikiwa, ni tamaa ambayo inakufanya uko tayari kuangamiza maisha ya wengine ili wewe tu ufanikiwe. Umenielewa nachosema? Kwa mfano, kuhitaji fedha, kuhitaji mafanikio ni kitu kizuri sana, lakini kinapotawaliwa na tamaa, unaweza kuua hadi kuua, unaweza kuzurumu haki za watu, unaweza kusababisha madhara makubwa. Kama we ni mtu umepewa nafasi kwenye nchi, kwenye serikali, unatumikia kitengo fulani, unaweza kukitumia vibaya kwa ajili ya kujilimbikizia tamaa zako. Unajikuta unakusanya vitu ambavyo hata hutavitumia. Jai kuona mtu anakusanya vitu, anakusanya fedha ambazo ukimuuliza utazitumia, mwenyewe anajiuliza sijui hata nitazitumia wapi. Sasa kwa nini umekusanya kiasi hicho alafu sio za kwake? Mtu atakula rushwa kwa sababu ya tamaa tu. Atakula, ana uwezo, ana pesa, ana kila kitu, lakini bado anatamani mpaka mali ya mjane. Mwai kuona kwa ndugu wengine, kaka yao wamekufa, wao wana manyumba yao mazuri, lakini bado wanaenda kuzurumu mpaka mali ya yule mjane. Wanachukua. Unajiuliza, mbona mna kila kitu? Mna miji yenu, mna magari yenu, mna uchumi wenu, mnaendaje kunyang'anya mpaka nyumba hii ya kawaida kabisa ya mjane? Mnanyang'anya uwanja, mnanyang'anya duka lilomwachia mume wake, mnasema hizi ni mali za ndugu yetu, na mnaona kaacha mjane, kaacha watoto, na walikuwa wanafanya kazi pamoja. Mnashindwaje kumsapoti huyu mjane na kumwambia hivi, tunakuachia kwa kuwa unalea watoto na uko hapa na watoto wako hapa, tutakusapoti, hii familia ya ndugu yetu iendelee kustawi. Lakini kwa sababu ya tamaa, watu wanajiwekea pale. Utasikia mimi ndio mmiliki wa mimi ndio msimamizi wa mirasi ya marehemu. Kesi zinaenda mpaka mahakamani, watu wananunua mpaka mawakili. Mpaka najiuliza, ndio maana mimi si wakili, sijui ningesimamiaje hiyo kesi. Yaani umekuja kunilipa hela alafu nikasimamia kesi unaozurumu mjane, sijui ningefanyaje. Na unakuta watu wanashinda mpaka kesi mahakamani kabisa, wanashinda kwa sababu mahakamani bwana ni namna unavyotafsiri sheria. Haki inaweza ikawa ya kwako, lakini usiipate kwa sababu kuna mwenzako kakuzidi namna ya kuzitumia sheria. Kwa unaona mazingira kama hayo kwa sababu ya tamaa. Sasa unapojikana unaacha kutawaliwa na tamaa za mwili, unaacha kutawaliwa nazo. Angalia Wagalatia 5, fungua kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5. Unaacha kutawaliwa na tamaa za mwili. Moja ya kitu kinatesa watu, nimekwambia, ni kutawaliwa na tamaa za mwili. Angalia Wagalatia 5 mstari wa 24 mpaka 25. Anasema, na hao walio wa Kristo Yesu wamesurubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake, tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Sasa mwalimu, unaongea kitu gani? Sikiliza, Biblia inaposema hao walio wa Kristo, maana yake waliompokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na wakakubali, sio tu wameokoka, lakini wamekubali kuishi
Kristo aishi ndani yao, wamekubali kuishi kwa kumtii Kristo. Hao walio wa Kristo, anasema wamesulubisha miili yao pamoja na tamaa zao, pamoja na mawazo yake. Mwili huu ulio nao una mawazo yake, wamesulubisha. Jina la Yesu libarikiwe. Wamesulubisha. Ukisikia neno wamesulubisha miili yao, maana yake miili yao haifanyi kingine isipokuwa kile cha Kristo. Wameitoa miili yao, kwa lugha ya Paulo kwa Warumi 12:1, wameitoa miili yao kuwa dhabihu, kuwa sadaka kwa Kristo, kwamba Kristo, macho yangu haya hayatatumika kwa kutazama wanaume au wanawake, yatatumika kutazama yaliyo mapenzi yako. Lakini wametoa vinywa vyao visiongee hila, visiongee mabaya, viongee habari njema, visilaani, badala yake vibariki. Wametoa miguu yao kwa Kristo, isiende kukimbilia dhambi, ikimbilie neno la Mungu na ibada na Injili. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo wamesulubisha miili yao. Walio wa Kristo wameisulubisha. Maana yake kuna saa ya kuutiisha mwili. Ukisoma maandiko anasema mtu asiyeuweza mwili wake, kwenye Wathesalonike, asiyeuweza mwili wake, maana yake amekufa. Maana yake huu mwili lazima uweze. Mungu Yesu anapokuokoa, eneo moja wako, vita moja wapo ni ya kuutiisha mwili wako, mwili uweze kutii mapenzi ya Mungu. Kumbuka mwili hauna mpango na kutii mapenzi ya Mungu. Ukiutishia mwili kwamba utapata laana, yani mwili haujui hivyo vitu, mwili haujui mambo hayo. Ukiwaambia mwili kwamba mwili utaenda jehanamu, mwili hauendi jehanamu, wenyewe ulitoka hapa, wenyewe unajua nitarudi mavumbini. Huu mwili haujui jehanamu, haujui mbinguni. Kwa jaribu kuuambia mbinguni kuzuri, haujui uzuri wa mbinguni. Jaribu kuuambia jehanamu kuna moto, haujui moto wa jehanamu. Utabaki hapa, utaoza hapa. Huo mwili haujui huko. Jina la Yesu libarikiwe. Unanielewa ninachosema? Huo mwili wako huo. Na ndio maana sasa unapenda sana mambo ya duniani. Huo mwili, matendo yake ni ya dunia hii. Kasome maandiko, unapenda. Ukisoma Warumi 8 utagundua kuanzia mstari wa 4. Warumi 8 mstari wa 4. Ngoja nikusomea hapo. Kwa nini ni muhimu kujikana? Kwa sababu usipoushinda mwili, usiposhinda tamaa za mwili, ni ngumu sana kutii, ni ngumu sana kutii sheria ya Mungu, wala kulitii neno la Mungu. Ukiona unapata shida kulitii neno la Mungu, vita yako mojawapo iko kwenye mwili wako huo. Unaweza ukamtafuta shetani alipojificha, kumbe mwili wako unakupinga sana. Angalia Warumi 8. Warumi 8 ule mstari, kuanzia mstari wa 5. Anasema, kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatayo roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata roho. Lakini mtu yeyote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Jina la Yesu libarikiwe. Asipokuwa na roho wa Kristo, sio tu kumpokea Roho Mtakatifu, lakini kuongozwa na roho wa Kristo. Na ili uongozwe naye lazima ujikane. Sasa angalia mwili unachofanya, hautii mapenzi ya Mungu. Ukiona unajisikia vibaya ukikaa ibadani, mwae kujiuliza, mtu akikaa ibadani hivi anasikiliza neno, amekaa tu kidogo, utasikia mwili unasema, yani nimechoka, hebu nenda nje kajinyoshe. Lakini huyu mtu anaweza kakaa na angalia kombe la dunia dakika 90, dakika zaidi ya 120, mwili hauchoki. Sijui unanielewa? Hauchoki, kakaa pale. Huyu mtu anaweza kaangalia movie masaa 3, mwili hauchoki. Unaelewa maana yake nini? Mwili hautaki mambo yanayohusu Mungu. Kama nafikiri nakutania, anza kupiga mazoezi. Saa nyingine unasema ngoja nimuombe Mungu, piga magoti dakika chache. Ukipiga magoti nakwambia, utasikia mwili unakwambia nimechoka. Saa nyingine hata praise wanapoimba hapa, utaona mtu anacheza hivi, baadaye mwili unamwambia kwa nini usikae tu? Mbona umechoka? Unaona mtu amekaa, unafikiri ni yeye, kumbe ni mwili hautaki kusifu. Sasa mwili lazima uweze. Ili uweze lazima ujikane. Lazima ujifunze kutiisha kwenye mapenzi ya Mungu.
Bila hivyo utakuzuia. Mwili ni mlango mkubwa sana wa maovu mengi sana, maovu mengi sana. Ndio maana unaona mtu akitaka kumtega mtu, kahaba akitaka kumtega mtu, anatumia mwili wake, anatumia kabla ya maneno mwili, kabla ya maneno mwili. Ndio unaona mtu mwingine hata vaa vizuri, lengo aonyeshe mwili wake, aonyeshe mwili wake. Watu wakiuona mwili wanavutika. Fikiria kama mtu asingekuwa na mwili, nani angevutika? Hakuna. Kwa mwili umebeba vitu vingi, mwili umebeba vitu vingi sana. Mwili ni mlango mkubwa sana. Ndio maana shetani anahitaji mwili, Mungu anahitaji mwili. Unakumbuka hata wakati Musa amekufa, vita ilitokea, wote wanang'ang'aniana mwili. Malaika anautaka mwili, shetani naye anautaka mwili. Mwili ni aseti muhimu sana. Ili wewe uishi duniani hapa unahitaji mwili. Ndio maana saa nyingine unajifunza mpaka kuutunza mwili wako. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa nachosema? Kwa mwili, watu wanakuambia Mungu angalii nje, anaangalia rohoni. Nataka nikwambie mwili wako ni muhimu sana kwa Mungu. Ndio maana lazima ujifunze kuacha kutawaliwa na tamaa, na njia pekee ya kuacha kutawaliwa na tamaa za mwili wako ni kujikana. Mtu aliyejikana maana yake ameacha mapenzi ya mwili, ameruhusu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu kwamba Mungu akujalie neema hii. Usienende kwa tamaa za mwili wako, ruhusu mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Kuna dhambi wala hutastruggle kuzishinda. Mwalimu, mimi nashindwa sana kuacha uongo, nashindwa sana kufanya hivi, nashindwa sana kufanya hivi, nashindwa sana mwalimu. Mimi ni mtu ambaye na tamaa mbaya, mimi ni mtu ambaye na mawazo mabaya. Unagundua mawazo mabaya yale wala sio ya shetani. Mawazo mabaya ni ya mwili wake. Kuna namna mwili unatamani, unashindana na roho, unatamani, unashindana na Roho Mtakatifu. Njia pekee ya kuushinda ni kujikana. Unapojikana unampa Roho Mtakatifu nafasi ya kuufisha mwili wako. Kuufisha maana yake anaua zile tamaa, anazidhibiti zile tamaa za mwili wako. Nataka nikwambie kila mwenye mwili. Kwa nini unafikiri mpaka watumishi wanaanguka, wahubiri wazuri wanaanguka? Kwa sababu wamevaa mwili. Kila mwenye mwili asipojua kuuweza mwili wake, hata uwe umejaa roho namna gani, hata uwe unanena kwa lugha, mwili utakupeleka mahali pasipo. Hujawahi kusikia mtu anafanya kitu mpaka mnashtuka, mnasema yule tulijua ni mtoto wa Mungu mzuri, imekuwaje amefanya hiki? Tatizo lilianzia wapi? Kwenye mwili wake. Na kuambia kwa uwazi kabisa, mimi si mtumishi hapa, nisipojua namna ya kutembea nikiwa nimejikana na kuutiisha huu mwili, haijalishi ninahubiri, haijalishi ninaombea watu, haijalishi mwalimu anafundisha vizuri, lakini huu mwili usipoutiisha, nikaruhusu tamaa zake zinitawale, nakwambia naweza kuwa na kipawa kizuri, lakini nitaleta uharibifu mkubwa sana ndani ya kanisa la Mungu. Mwili ni hatari. Unaona watu wana matendo mabaya mpaka unajiuliza, huyu mtu si kiongozi wa kanisa, huyu mtu si nani, huyu mtu si mhubiri. Unajua saa nyingine kinachomsumbua wala sio shetani. Mtego wake alikotegwa ni kutawaliwa na tamaa zake, tamaa zake tu. Umewahi kuona mtu anadalalia mpaka pesa ya kanisa? Umewahi kuona hiyo kitu? Mtu anaweza kudalalia mpaka pesa ya kanisa. Mnamtuma akanunue uwanja wa kanisa, anaenda kuongea na mwenye uwanja, anasema wakija wazee hapa, wakija watu wa idara ya fedha, uambie milioni 15 uambie milioni 50, lakini hizi 20 tutagawana mimi na wewe. Yaani unajiuliza, huyu ndio yuko kwenye kamati, ndio mtu wa kanisani, ameenda amezunguka kanisa, ameenda kuongea na wale watu wanaouza ili adalalie pesa ya kanisa na yeye apate kitu. Sijui unanielewa? Unajua kinachomtawala nini? Tamaa zake zinamtawala. Alafu muulize hizo pesa alizodalalia zimemfikisha wapi? Zimemletea nini? Wako watu wa namna hiyo. Mshukuruni Mungu. Sisemi ninyi, naongea na hao wanaonisikiliza kwenye nani. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa jifunze kutawala, jifunze kutawala. Yaani kujikana kutakusaidia kutawala tamaa zako. Watu wengi vipawa vyao vimeharibika kwa sababu ya kutawaliwa na tamaa za mwili. Watu wengi wamepoteza vibali mbele ya watu ambao Mungu aliwaleta kwenye maisha yao kwa sababu ya kutawaliwa na tamaa za mwili. Watu wengi wamepoteza watu sahihi kwenye maisha yao.
Wengine wamejikuta tu wanapoteza watu ambao Mungu aliwaleta kwa sababu ya kutawaliwa na tamaa za mwili. Tamaa za mwili, wakakosa uaminifu, wakakosa kuishi vizuri, wakaonyesha matendo mabaya. Umewahi kuona mtu anakuwa rafiki yako mzuri, alafu nakuta mtu anaanza kutamani mke wa rafiki yake? Tamaa za mwili. Yani anaanza kumpenda mke wa rafiki yake, anaanza kumtamani mke wa rafiki yake. Unaelewa nini? Tamaa za mwili. Utaangalia leo kwenye mwili wa Kristo kuna kesi nyingi sana. Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Na ndio maana lazima uwe makini. Hata kama uko chini ya mtu ni mtumishi, mwombee, na uwe unaangalia, je, Kristo bado anaishi ndani yake? Kwa sababu dakika chache, mtu ni mtu tu, mwanadamu ni mwanadamu, asiyebadilika ni Mungu peke yake. Dakika chache unaweza ukamwona ni mtakatifu leo, lakini kesho akatumika kuharibu hatima yako. Kwa kuwa makini sana 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 sana, nakwambia, nyakati tulizonazo, dhambi imeanzia huku, maovu yameanzia huku. Kuwa makini sana. Bora ubaki na matatizo yako madogo kuliko kuongeza mengine. Simama kwa miguu yako. Wangapi wananielewa nilichosema? Jina la Yesu libarikiwe. Anza kujiangalia. Ukiona wewe una neema, angalau umeuweza mwili, basi muombe Mungu aendelee kukusaidia. Usije ukajivuna. Anayefikiri amesimama na ajiangalie, wala usije ukamcheka mtu ambaye amekwama, kwa sababu ni neema tu imekusaidia wewe. Na ndio maana nakufundisha hivi. Sikufundishi ili kiburi kiinuke ndani yako ujione wewe ni bora kuliko. Nakufundisha ili ujue kwamba unatakiwa kuishi kwa tahadhari kadiri unavyoendelea kuishi katika ulimwengu. Jikane, mruhusu Kristo aishi ndani yako. Hutajua saa ngapi umeshavurugika kabisa. Mimi nakwambia, nyakati tulizo nazo, watoto wa Mungu wengi wanarudi nyuma, wengi wanaharibikiwa, na wengi hawajui namna ya kutoka hapo. Ndio maana nakufundisha njia hii. Anza kujikana, anza kujikana, utatoka hapo, utatoka hapo. Wengi wamedumbukia kwenye mashimo wasiojua namna ya kutoka. Nyanyua mikono yako juu mbele za Bwana. Mungu atupe neema, Mungu atujalie neema. Funika macho yako. Nataka nikuongoze haya maombi, nikuruhusu kuomba mwenyewe. Jiombe, 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 jiombe mtu wa Mungu, jiombe. Hata kama unaona mambo yako sawa, jiombe. Unahitaji kujikana, mwambie Mungu, nipe neema ya kujikana, ili wewe uishi ndani yangu, ili niwe na uwezo wa kutawala mwili wangu na tamaa zake zisinishinde. Inua mikono yako juu, tukaombe mbele za Bwana asubuhi ya leo. Sema, e Mungu ria hai. Paza sauti yako ukiwa umefungua moyo wako mbele za Bwana. Najua wewe ni mtumishi wa Mungu, najua wewe ni mtu wa Mungu, lakini adui anatuwinda kuliko unavyodhani. Sema, e Mungu ria hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante e Bwana kwa neema yako kwa asubuhi ya leo. Asante kwa neno lako, asante kwa neno lako, asante kwa neno lako, asante kwa neno lako, asante kwa neno lako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo nimesikia neno lako. Wewe unayajua e Bwana maisha yangu na mahali ninapopita. Wewe unajua e Bwana namna ninavyopambana ili niweze kuishi sawa sawa na mapenzi yako. Asubuhi ya leo nimesikia neno lako. Asante kwa neno lako Yesu. Ninakuamini umelituma neno hili ili uweze kunivusha, ili uweze kunisaidia, ili uweze kuniwezesha nijue namna ya kujikana mbele za uso wako, ili e Bwana
tamaa za mwili wangu zisiwe na uwezo wa kunitawala, wa kunidumbukiza kwenye shimo la uharibifu. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaomba rehema. Nihurumie tu Bwana, nihurumie tu Bwana, nirehemu tu, 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 unirehemu tu, unirehemu tu. Asubuhi ya leo achilia rehema zako juu yangu, juu yangu, juu ya nafsi yangu, juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni shauku ya moyo wangu wewe uishi ndani yangu, wewe uishi ndani yangu, nami ndani yako. Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, ninaomba rehema zako zipate kunisaidia. Ninaomba neema yako ipate kunisaidia namna ya kujikana, namna ya kujikana. Kuanzia saa hii achilia hiyo neema kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuanzia asubuhi ya leo achilia hiyo neema inisaidie Bwana, nisiangukie kwenye tamaa za mwili, nisiangukie kwenye shimo la uharibifu, nisitawaliwe na mwili. Nisaidie Bwana. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu kwa upya kabisa. Asubuhi ya leo yawatawale maisha yangu, yaongoze maisha yangu, huisha mwili wangu, fisha kila tabia inayoinuka kwenye mwili wangu, inayopambana na kitu chako ulichoweka ndani yangu, inayopambana na kipawa, inayopambana na huduma ulioweka ndani yangu. Nisaidie Bwana asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana mwenyewe, nenda mbele za Bwana mwenyewe. Fungua kinywa chako, ndio tunamaliza. Fungua kinywa chako, jiombee. Unaweza kukwama mahali, kumbe ni umetawaliwa na mwili. Mwili unakukwamisha. Mwili unaweza fanya usitembee na nguvu za Mungu. Mwili unaweza fanya usitembee kwenye mapenzi ya Mungu. Mwili unaweza kukudondosha kwenye dhambi. Mwili unaweza fanya ukatenda mambo ya uharibifu. Mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nisaidie, nisaidie udhaifu huu. Ninahitaji kujikana, ninahitaji kujikana. Sitamani tena kutawaliwa, sitamani tena kuwa mateka kupitia mwili wangu. Sitamani mwili uniongoze, sitamani tena mwili unitawale. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Vinaanzaga kama vile kawaida, vinaanzaga kiurahisi rahisi. Wewe unafikiri ni mambo ya kawaida, kumbe mwili unakuwa umepata nafasi. Mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nisaidie asubuhi ya leo, kwa kuwa umelituma neno lako. Roho Mtakatifu nisaidie. Ninajitoa kwako, ninajitoa kwako, ninajitoa kwako Bwana, ninajikabidhi kwako, ninajikabidhi kwako Bwana, katika jina la Yesu. Fisha kila tabia, fisha kila tamaa, fisha kila tabia. Kila wazo la mwili lidondoke chini, lisiwe na nafasi ndani yangu, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu uingie ndani ya nafsi yako, uwashe tabia mpya katika jina la Yesu. Uteketeze kila tabia, uteketeze kila tabia inayotokana na mwili, uteketeze kila tabia
inayotokana na mwili katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai, 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 kwa damu ya Yesu aliye hai. Mwambie Bwana, nitoe kwenye shimo lolote ambalo mwili umenitumbukiza. Ninaomba unitoe kwenye hilo shimo la uharibifu, nitoe kwenye hilo shimo, nitoe kwenye hilo shimo nililodumbukizwa na tamaa za mwili katika jina la Yesu, kwenye hilo shimo la uovu, kwenye hilo shimo la dhambi, kwenye hilo shimo la makosa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Mando robosi kanda rabasana. Jiombe, jiombe mtu wa Mungu, na usiache kujiombea hata unapokuwa nyumbani leo. Jiombe, jiombe. Kuna tabia zimefukuza watu sahihi kwenye maisha yako. Kuna tabia zinazuia mpaka uchumi wako. Ungelikuwa mbali leo, ungelikuwa mbali kiroho, ungelikuwa mbali kihuduma, maisha yako yangefunikwa na nguvu isiyo ya kawaida. Lakini kuna tabia, kuna tamaa zimezuia, tamaa zimetumika kukuzuia. O rabashanda rabako rabasia rimanda rabasa rindorobosa risanda rabako robosandaya, katika jina la Yesu. Kwa kuwa Mungu amelituma neno hili, mkono wa Bwana uko juu yako kukutoa kwenye hilo shimo, kukusaidia, kukuwezesha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hapo mahali unapopita ambapo hakuna hata anayejua, nafsi yako peke yako inajua, wewe peke yako ndiye unaelewa. O rabashanda rimanda rabasa risanda rabakora, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana na kusaidia asubuhi ya leo. Mkono wake na ukubebe, mkono wake na ukupiganie, mkono wake na ukuokoe, mkono wake na ukufinyange, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Manda rabas mando robos manda rabasa. Amen, 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 amen. Fuatana na mimi maombi haya, andana sadaka yako, muda wetu umeenda. Kumbuka jioni kuwahi, mtu wa Mungu. Jana nilichelewa kusimama, lakini leo nitawahi. Kumbuka kuwahi, na tuna maombi pia jioni. Mungu akubariki sana kwa kuja Morning Glory. Ukijua kweli utakuwa huru. Unaweza ukawa unatafuta mchawi, kumbe mwili uliovaa umeuruhusu kutawale. Usiruhusu. Jikane mbele za Bwana, jikane mbele za Bwana. Na nitakufundisha kesho utawezaje sasa kujikana, nini kitakusaidia, na itakuwa rahisi sana. Utashangaa, utaanza kuona maisha ya utakatifu yakiwa halisi kwako kabisa, na utaanza kusikia furaha. Amen, amen, watu wa Mungu, amen, watu wa Mungu. Shika sadaka yako, sema: Ee Bwana Yesu, asante kwa asubuhi ya leo. Hii ni siku mpya iliyobeba makusudi yako na mapenzi yako mema juu ya maisha yetu. Katika jina la Yesu tunaiweka wakfu siku ya leo, iwe baraka. Kila tamko, kila matamko yaliyotolewa kwenye ulimwengu wa roho kuilaani leo, tunayafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunatamka kwenye ulimwengu wa roho juu ya maisha yetu, juu ya kazi zetu, juu ya uchumi wetu, juu ya familia zetu. Asubuhi ya leo ni ya baraka.
baraka. Siku ya leo ni ya baraka. Mkono wa Bwana uko juu yetu siku ya leo. Mkono wa Bwana uko juu yangu siku ya leo. Mabaya yote hayatanipata. Mipango yote ya wachawi, ya wakuu wa giza, ya mapepo, ya washirikina, ya mawakala wa shetani haitafanikiwa. Popote ninapopita panakuwa mateka siku ya leo, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Baraka ya uzima, baraka ya afya, baraka ya uchumi, baraka ya mema, baraka ya kiroho iko juu yangu siku ya leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amani ya Kristo inatawala kwenye moyo wangu siku ya leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Vita yoyote iliyoko kwenye familia, kwenye uchumi, kwenye maisha yangu siku ya leo, Bwana anapigana upande wangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, uwepo wako na uso wako uende pamoja nami kila mahali nitakapopita siku ya leo, siku ya leo. Kibali chako kiwe juu yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mikono yangu ikazalishe siku ya leo, ikazalishe siku ya leo, ikalete faida siku ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.